Sisi watu wa Kilifi na watu wa Pwani kwa ujumla tuko na changamoto mbili. Changamoto ya kwanza ni ile identity, kujijua. Na changamoto la pili ni ushindani wetu katika meza ya serikali. Sisi tulipoungana na nchi ya Kenya, kulikuwa kuna kitu kinaitwa Independence Constitution. Ile katiba ya kwanza, na mimi nawaelezea hivi kwa sababu ni wakili ulifahamu hilo. Kulikuwa na kipengele kimoja ambacho kilibeba sheria za ukoloni zote. Wakaliweka kuwa sheria zitakazotumika na Wakenya. So ile Independence Constitution ilibeba sheria zote zilizokuwepo. Lakini shida ilikuwa hapa, ya kwamba sisi tulipopata uhuru tulifanya kujumuishwa na ile nchi ya Kenya bara, kwa sababu tulikuwa chini ya utawala wa Sultan wa Oman ambaye alikuwa kitawala pia Zanzibar. Kwa hivyo kisiwa cha Zanzibar, Pemba, Mombasa, Lamu ilikuwa ndio nchi moja. Lakini kwa sababu ya kupata ile gateway ya bahari, sisi tukawekwa pamoja na nchi ya Kenya bara. Sheria ambazo zilitoka zikaingia katika utawala wa uhuru wa Kenya zilikuwa sheria za bara za yule mzungu na si sheria za pwani. Ndio shida yetu ya kwanza. Shida ya pili ni kwamba katika utamalaki wa sheria hizo, wale watu wa bara wakawa na kipaumbele kupata uongozi wakati huo. Sasa tukiwa katika nchi moja, ikawa kwamba lazima sheria zigeuzwe ili mradi kwamba tuwe na uwakilishi katika meza ya kitaifa. Tulipata Mheshimiwa Ronald Ngala wakati huo. Lakini muhimu wakati huo ilikuwa ni rasilimali. Rasilimali, kilio cha Mkenya ilikuwa ni rasilimali, hasa ardhi. Rasilimali yetu huku ikawa ni ardhi na mkorosho na muembe na mnazi, si hivyo? Na bahari, si hivyo? Wale wenzetu wengine wana kahawa na pia wana chai, si hivyo? Wenzetu wana miwa, ni vizio Yesu alipokuwa hapa miaka 2000 iliyopita, aliongea na watu wa dunia. Akaongea pia na mtu wa Kilifi na akaongea na sisi. Akasema ya kwamba kama umepewa talanta yoyote na Mungu, lazima uitumiwe. Kama umepewa kipaji chochote na Mungu, lazima ukitumie. Lakini mikakati ya kukitumia lazima uwe unaijua. Kwa mfano, wale wenzetu ambao wako kule bara walipopata uhuru, wakatengeza sheria ya rasilimali yao ya kahawa na chai. Leo hii kuna Tea Board of Kenya, leo hii kuna Coffee Board of Kenya. Na huo ni mfumo wa sheria. Kwa hivyo ule mmea ukakwezwa kisheria kuwekwa juu. Baada ya hapo ikawa kwamba nchi kisheria inajukumika, ni rais apende asipende. Hata Moi hakuwa na uhusiano mzuri na katikati ya Kenya, Central Kenya. Lakini alikuwa anajukumika kupeana pesa na rasilimali na kuhakikisha kwamba chai na kahawa inachungwa vizuri. Ndio sababu ukaitwa uti wa mgongo wa Kenya. Wenzetu wengine ambao wamebarikiwa na talanta ya miwa wakatengeza sheria ya Sugar Act, na kuna Sugar Board of Kenya na Sugar Authority. Kwa hivyo ile miwa wakaimiliki, wakipanda miwa kule kwao, wale farmers wakulima wanao faida yao, na wakawekewa viwanda vya Mumias na vingine, kwa sababu ile talanta waliopewa wakawa wanaitunza. Huku kwetu pia tukawa na mimea yetu mpaka leo. Tuko na mikorosho na minazi. Tuko na aina tofauti ya mimea. Lakini wenzetu wakiwa na Sugar Board, wakiwa na Tea Board, wakiwa na Coffee Board, sisi hatuna. Nao nitakwambia tofauti ni nini. Tofauti ya umaskini na utajiri ni rasilimali. Na rasilimali zinakuja kwa sababu ya sheria. Na kabla sheria hatutakuwa na hiyo rasilimali, maanake ni kwamba hatutapata pesa za kutuendeleza. Labda nikwambie hivi, ya kwamba kati ya wale ambao wana kahawa na chai na sisi ambao tuna minazi, tofauti yetu ni kwamba wewe mama na wewe baba, ukinunua penseli ya mtoto, ukinunua leso, ukinunua mfuko wa unga ama kitu, hata ukiabiri gari na ukinunua mafuta ya taa, hapo umelipa ushuru. Ndio sojo. Ule ushuru tunaolipa unawekwa katika kitita kimoja, inaitwa Consolidated Fund kule Nairobi.
Zile pesa baadaye zinageuzwa, zinagawanywa nchi nzima kwa mfumo unaitwa budget. Ndio sababu ukaelezwa kwamba budget inasema pesa zitakazokusanywa zitagawanywa kivipi. Tofauti yako wewe na yule ambaye akona chai ama akona sukari, miwa, ni kwamba ile budget inampa yule mkulima pesa za kumwendeleza na itamtafutia soko. Kwa hivyo William Ruto akitoka hapa akienda Amerika, akienda France, akienda Ujerumani, akifika kule ana mazungumzo na rais wa kule, na wanasema kwamba sisi tutauza gari zetu Kenya, tutaleta mitambo yetu Kenya, mununue. Na nyinyi mtaleta nini? Rais Ruto anasema tutaleta mazao yetu, na mazao yao ni kahawa na chai. Ndivyo sivyo? Kandaha za korosho na hata taja munazi, kwa sababu hauko katika mfumo wa sheria. Aliyetunga ile sheria ya kahawa na chai ni mbunge, ni mwakilishi anayechaguliwa kama vile sisi tunavyochagua. Lakini ni kwamba hawa viongozi wetu tunawachagua hapa kwenda kule bunge, wao pia walipigia kura hiyo sheria ya chai, wakapigia kura sheria ya kahawa, wakapigia kura sheria ya nini? Ya miwa, si ndio? Lakini kama wenzao walikuwa wanatunga sheria ili wapate pesa watu wao, mbona walishindwa kutunga sheria ya miwa yetu, ya minazi yetu, mikorosho yetu, namna hiyo? Tunaelewa? Sasa tofauti ni kwamba tukiweka bilioni 5 kwa mkulima wa kahawa na chai, hatujaweka bilioni 5 hata bilioni 1 kwa mkulima wa mnazi. Tumeelewana? Tofauti ni kwamba bilioni 5 hizo zinaingia mfukononi kwa mkulima wa kule, lakini mkulima wetu hapa hapati chochote, ili hali hizo bilioni 5 zinazopewa wale ni pesa zetu pia sisi. Tumeelewana? Ndo Waswahili wakasema wajinga ndo waliwao. Zauka na mutu mino, zauka na mutu mino. Bemi ya kamitsano ya kwanza atunia jinga, ya hiri atunia jinga ni 10 hiyo miaka 15 atunia jinga, miaka 20 atunindia, miaka 40 atunindia, tumefika miaka 60 atu bado nindia kuku kwa hunikwanoni. Angalia bahari. Kuna anguki gombali pale nyuma na karibu ani pale jaguka nijecheka anaanguka si ndo kwa zote akianguka kwenye atalia kwanza pale parefu pale. Sema ana hatari sana, eneo sio zuri kabisa leo ujue, kwa sababu yeye mwenyewe pale alipo ana uzito karibu hata tani ngapi? Tani 6 ile dume huyo. Yaani pale msikia pale akiteleza mguu mmoja tu basi anaenda mwili mzima. Muona kazi hiyo? Kasikia. Muona kazi kasikia, kastuka. Sasa pale kindo atamjia kumbe yule mzito. Oh, muona? Hiyo. Tayari. Ashajua tayari. Amejua mwanangu. Najua mda wote ajinga anisikilizia mimi nianguke hapo. Mwanangu alikuwa mjanja. Mwasubiria tu adondoke hapo. Anguke yule.